is we are not a captive anymore. We are out of the captivity of the kingdom of darkness. So we don't need to have any challenges. And then Jesus is coming with only one word to us. He said, for the Spirit of God is upon me. Praise the living God. For the Spirit of God is upon me. Roho Mungu ako juu yangu. And I have come to speak the gospel to the poor. Because poverty is lack of gospel. So I have come to change the poor people and give them what will make them rich. Please turn to your neighbor and tell him you are poor because you lack the gospel. Poverty is as a result of lack of the gospel. So I have come that I may speak the gospel that will take you out of poverty. Number 2, he said, I have come. Praise the living God. I have come to declare the freedom for them that has been captive. Waliokuwa wamefungwa walishughulikiwa kitambo. But now they don't understand that they are free. So at this moment I'm coming to make them understand. Hallelujah. That they don't need to remain captive. They are not captive. Please can you take 1 minute and say, I am free. I am not in any bondage. I am free. I am not in any bondage. I am free. I am not in any bondage. I am free. I am not in any bondage. Nimefunguliwa, siko katika kifungo yoyote. I am free. I am not in any bondage. Praise the living God. Can you take 1 minute and say, I am free. I am free. I am free. I am free from all the bondage. So the purpose and the reason was to come and help us understand that we are not in bondage anymore. We are already out of the bondage. Praise the living God. So he said, I have not come to set you free, but I've come to declare you are free. Because about setting you free has already been done. Kuhusu kufunguliwa kwako, dilisha shughulikia hiyo kitambo. You are no more under the bondage, but you are already free from all the bondages. Praise the living God. So the one of the things that we must emphasize on, it is that you must learn. Hallelujah. Lazima ujifundishe na tujifundishe kusoma na kuelewa yanayotu katika hii ufalme. Because the reason for our stagnation, sababu ya kubaki mahali moja mwaka nenda mwaka rudi, I am still the same person casting the same demons. Ninafukuza mapepo niliyofukuza last year. Please can you turn to your neighbor and tell him, I don't have that time. Mi sina hiyo wakati. I don't have to cast one demon forever. I don't have to set myself free forever. Sitajifungua milele. That every time I come to my senses, I realize I am in financial bondage. It cannot be my agenda forever. Praise the Lord. That every time I realize myself, I understand. Niko chini ya madhabahu ya kwetu sijui ilipandwa na aguka. I want to tell you for free, that is not my agenda. That I will not repeat this year. Baada ya mwaka. 5 years back, ukiangalia, the story was the same. Madhabahu ya kwetu. Saa hii the story is still the same. Madhabahu ya kwetu. Kweni alipandwa na nani aliyekuwa na uwezo zaidi ya aliyeumba dunia? Praise the Lord. Ilipandwa na nani huyo aliye na uwezo zaidi ya aliyeumba dunia? It is a time to understand what is expected of us. Praise the Lord. Can you give someone high five and tell him we are getting out of where we have been for a long time? Because it is the understanding that will take us away from the sin. It is learning that will take away from all these kind of bondages. Please give another person the high five and tell him, it is true, I am free. It is true, I am free. It is true, I am free. It is true, I'm free. Hallelujah. I am free. Yesu akasema, the only reason I am here is to make you understand that you have been set free, but you are still in the bondage. The time for your bondage is over. Wakati wako wa kukaa katika chini ya utawala ya mapepo ya nyumbani ilishapita. Praise the Lord. Chini ya utawala wa vifungo za kukosa pesa ilishapita. Chini ya utawala ya kungangana katika maisha, it was over.
I came to declare to you that you may have this understanding that you are not supposed to. Praise the living God. You see, the reason why the kingdom and advancement of the kingdom imekuwa stagnant, it is lack of understanding. Please write this down. It is because we lack the understanding. We lack what is expected of us. The reason why we are stagnant, tumebaki mahali moja, the reason why there is no step ahead is because we lack understanding. I wish we can commit ourselves to learn. The Bible says in the book of Daniel, I committed myself to understand. Chapter 9. Nilijitolea kuelewa. I committed myself to understand. Praise the living God. And through reading the books, kwa kupitia kusoma vitabu, kupitia kufanya research, I understood hatufai kuwa katika utumwa. Bwana pewe sifa. Hatufai kuwa mateka. Kupitia ufahamu nilio ufahamu. Bwana pewe sifa. I understood that I am not supposed to be in captivity. Turn to your neighbor and tell him, you must understand. It is not your time to strain. It is not your time to struggle. It is time to make a difference. It is time to bring a change. It is time to bring a transformation. So the kingdom of God did not just come for nothing. You see, actually, ninasikianga vibaya saa zingine, when I see people taking this thing lightly, hallelujah, it is not as light as we take it. Haiko cheap. Haiko rahisi jinsi tunavyochukulia. And God is not cheap like we take him very cheap. That you can just and dare, you can obey your flesh and still you think you are doing anything for the kingdom. It is not true. There is a dimension of the kingdom that has to be expressed upon this world. Kuna mwelekeo wa ufalme ambao lazima udhihirishwe katika hii dunia. Bwana pewe sifa. Kuna another dimension that will create a difference in the lives of many people. Itakayoleta utafauti katika maisha ya wengi. Bwana pewe sifa. Si just kwamba tumeokoka alafu tunakaa hapo kama zombie ambao hazijui zinaenda wapi ama wapi. So much confused like never before. And this is what is happening in the Christianity of today. Hallelujah. Ya kwamba we have Christians that are so much confused. Akienda mbele anaenda anakaa kama anaenda nyuma. Bwana pewe sifa. And this is not what was made to be. Hallelujah. A Christian must become the light that other people will ask the direction from him. Praise the Lord. You must become the light ambao walio kuzingira wanakuuliza maisha ikiwa namna hii watu wanafanya nini? But the battle ambao tunapigana kwa nyumba, tunayopigana kazini, tunayopigana na maisha is an expression of a failure. Praise the living God. Is an expression of a failing kingdom, and the kingdom of heaven cannot fail. Praise the living God. Ufalme wa mbinguni hauwezi shindwa na hautashindwa at all. Can you turn to your neighbor and tell him there must be a change in your life? There must be a transformation. There must be a change. We can't just stay. Hatuwezi kaa hapa leo na kesho and still remain the same person, the same one. Jinsi tulikuwa last year tuko hii, last year but one, next year tunagojea kuwa hivi. Tukipigana na roho na saitani moja, pepo moja, aina moja ya shida, miaka nenda miaka rudi. Praise the Lord. We have people who joined the kingdom of God when they were poor. Even today they are fighting the same poverty ambao walikuwa nayo. I better fight another kind of poverty lakini sio ile nilijoin nayo. A different one. Praise the Lord. Hallelujah. The same spirit ya dhambi ambayo ilikuwa inanikimbiza kabla sija join the kingdom of God is still the same spirit ambayo saa inakimbizana nayo. Hapana. Praise the Lord. The kingdom bring a difference, and that difference must begin to manifest in our life. Hallelujah. The book of Matthew chapter 3 from verse 7 to tasoma pale, the Bible talks about John the Baptist, Yohana Mbatizaji aliyezaliwa sababu ya sababu. Bwana pewe sifa. He was born for a reason, and the reason that made him to be born, hallelujah, was only one: to create the ways of God and put them right. Aliumba
aliumbwa atengeneze mapito ya Wakristo, mapito ya watu wanaopenda Mungu. Aliumbwa atengeneze njia ambayo itasababisha the kingdom to have impact in your life. Hallelujah. Can you turn to your neighbor and tell him it must be you, that you must bring the impact of the kingdom as it is expected. In the name of Jesus, give someone high five and tell him it is you. Lazima ulete the impact that is required, the impact that is expected. Hallelujah. Praise the living God. That John the Baptist was not just born. Hakuzaliwa tu, lakini alizaliwa for a purpose. Hallelujah. You have not been just haujazaliwa tu. Please turn to your neighbor and tell him it is not in vain. Haujazaliwa bure, haukuzaliwa tu, but with a purpose, but with a reason, but with a purpose, but with a reason. Praise the Lord. I have a reason over my existence. My reason is not to strain with one demon. Please turn to your neighbor and tell him, no, you can't strain with one. That is not the reason of your existence. Hiyo sio sababu ya kuishi kwako. He was born with a reason. And the reason was to create a way for the kingdom to have an expression. Hallelujah. Because whatever was happening at that time, ni kile kinafanyika kanisani leo. Watu wako kanisani for nothing. They are in the church, but they are there for nothing. They don't have a reason of being there. Praise the Lord. Wazinzi wameketi kanisani, waizi wameketi kanisani, wavuta bangi wamekaa kanisani. Bwana apewe sifa. Watu walio na wivu kuliko shetani mwenyewe wameketi wapi? Kanisani. Watu wa mushene ambao wanaongea hata wakati hakuna kitu kinazungumza, wameketi wapi? Ilibidi Yohana Mbatizaji azaliwe. Praise the living God. Na hakuzaliwa tu. Hallelujah. Hakuzaliwa tu, alizaliwa akiwa amepewa mission, and the mission was one. There must be a difference in pipeline. Wakati unapozaliwa, understand your mission. Praise the Lord. Ni kuhakikisha there is a difference katika pipeline, katika maisha ya watu, that they have to understand the kingdom of God. Wanapewa sifa. And when he was born, alizaliwa na akaanza kukua akiwa anajua yeye si kama wengine. He is not like the others. Yeye ni tofauti. Praise the Lord. So wakati wengine wanakula mushere, wengine wanakula nyama, yeye alijua chakula yangu ni asali. Hallelujah. Praise God. Na aliingia msituni kutafuta asali. Bwana apewe sifa. In the book of Isaiah, the Bible say, mtoto atazaliwa, lakini mtapewa, a son will be given, na serikali itakuwa katika mabega yake. Chakula yake itakula asali na butter that he will never see. Hata waitenda dhambi. Bwana apewe sifa. Atakula asali ambao hata waitenda dhambi. Turn to your neighbor and tell him, prepare for the honey. The honey will make you not to see it. Hallelujah. Hii haikuwa asali aina ya ile inatengenezwa na nyuki. It was a dimension of the word of God that when it comes to your life, it makes a difference. Hallelujah. The Bible says, Jesus said, it is by the word of God, but not by the bread a man shall live. Hallelujah. Geukia mwenzao mwambie, unakosa neno uishi. Unakosa neno uishi. Unakosa neno aina ya asali, dhambi ziondoke katika maisha yako. Ndio maana unangangana na dhambi. You need the word that will take away the sin. Hallelujah. You need the word ambayo itaondoa tamaa ya dhambi. You are not just a normal person. Keep on eating honey. Praise the Lord. Kula asali. You are not just a normal person. The normal person ndio wako tu kawaida, wanaamuka kulegea, wanalemewa na kila kitu. But abnormal people, they know their place. Hallelujah. Hawalali usiku, hawalali on Friday. The abnormal people, they know their place, mahali wanafaa kuwa. It is a place of prayer. They spend much of their time in prayer. Turn to your neighbor, give him high five. Mwambie prayer is for abnormal people. Maombi ni ya watu abnormal. Praise the Lord. It's not for the normal people. The normal people doesn't understand it. The normal people doesn't know about it. Hallelujah. Prayer is the place of abnormal people.
Alijua jangwani mahali hakuna watu communicate na Jehovah. Hallelujah. For my mission is to bring back the kingdom ambayo imepotea, is to create the way to the kingdom. Hallelujah. Nitakaa mahali wengine hawako, sitakula kile wengine wanakula. Wengine wakisema kila mtu ako na mwili na kila mtu ako na dhambi, I will tell them I'm different. Yes, all people are sinners, but I am. Praise the Lord. Wetu wote wanapenda dhambi, lakini I am different. I am not just another person. I was not just born. I was born for a purpose, for a mission, for a reason. And my reason si kusumbuana na to financial bondage. Ati pesa zinakuja zinapotea, zinaingia mikononi zinaenda. That is not my mission. Praise the Lord. My mission is different from that. Is to bring understanding in the world of the existing of the power that is beyond human beings. Hallelujah. Na hiyo haitapatikana sababu ninahubiri. By the life that I am living, I'll become an epistle. Hallelujah. Nitakuwa barua ambayo ukisoma unajua Mungu ako na nguvu. That is what we have been called to do. Praise the Lord. Tumeitwa tufanyike hiyo barua ambao watu wakiangalia wanasema na huyu ni Mungu peke yake. Hapa hakuna mwingine ambaye anaweza hii. Hii ni ya Jehova peke yake ambaye anawezana na hii. I declare in the name of the Lord Jesus, your life will become an expression of the power of God. Maisha yako itakuwa sababu ya watu kumtukuza Mungu. Bwana apewe sifa. Maisha yako itakuwa the reason why God shall be known over the world. You will become an expression of the power that is in him. Bwana apewe sifa. It is not by what you say. Si kile tunasema, si vile tunafanya. Hallelujah. It is the life ambayo tutakayoishi that will express the power that is in him. Bwana apewe sifa. We can just speak about how powerful he is wakati maisha yetu tunakaa kama wadudu. That is not possible. Hallelujah. There must be a connection between the way we speak about him and the life that we live. Maisha tunayoyaishi na jinsi ambavyo tunavyoishi. Hallelujah. He said, Yohana akasema, I know I am different. I don't have to live with other people. Wakivaa mavazi hata sivai mavazi kama yao, because I understand who I am. And then by the end of the day, the multitude of the people wanatoka mbali wakikuja kutafuta Yohana. Anawaambia simameni kidogo. Nani amewaambia hasira za Mungu zimeshuka katika dunia nzima? Bwana apewe sifa. Na kwa nini mnakuja? Jitayarisheni kubadilika basi. Bwana apewe sifa. Turn to your neighbor, tell him, be ready to change. Be ready to change. Be ready to change. Be ready to be transformed. Be ready to change your characters. Be ready to change your beliefs. Be ready to change what is in your mind. Kuwa tayari kubadilisha iliyo mawazoni, iliyo katika fikira zako, jinsi unavyoona mambo, jinsi unavyoheshimu mapepo. Be ready to change. Mafarisayo, walimu wa Biblia, Masadukayo, waliofahamu mambo ya kiungu, walikuwa wanakimbia mbio wakikuja kwa Yohana ambaye hajawahi enda klasi ya theology. Hallelujah. Hajawahi ingia katika masomo ya kiungu, lakini wanakuja, anawatazama, anauliza, kweni mumeelewa hiyo mnakuanga nayo si real? I have the real thing here. Praise the Lord. You understand what you have is not real. There is a real thing, and the real thing is about the kingdom. Panape sifa. Watu waliofundishwa laana za kwao wakakuja mbio, waliofundishwa misingi na waliofundishwa madhabahu, waliojua Leviathan spirit, waliojua mapepo ya Belia, waliojua the beast na namba ya 666, wote wakiwa na information about hizo zote, walitoka mbio wakienda kutafuta the man of God. Hallelujah. Ambaye ako tofauti na wengine, na expression yake ni ufalme ambao hauna mwisho. Bwana apewe sifa. Wakakuja mbio, wakaulizwa, si mnafahamu ni nini mnakimbia mkikuja hapa kufanya? Bwana apewe sifa. Kawaambia, zaeni matunda sasa. Hallelujah. Turn to your neighbor and tell him, change your mind. Badilisha fikra zako, badilisha mawazo yako, badilisha unachoelewa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hapa si mambo na madhabahu ya sijui ya wapi. It is about the kingdom.
Hapa si mambo na mapepo ya kwetu, is about the kingdom ambayo ikiingia mapepo ya kwenu inahama. Is not about focusing on the sicknesses za kwetu. Haina nafasi wakati kingdom inaingia. Praise the Lord. Wakati ufalme utakapoingia, the Bible says the will of the Father ambaye aliye mbinguni itaanza kufanyika. Ni mapenzi ya Mungu kuwa umepona, ni mapenzi ya Mungu kuwa umefunguliwa, ni mapenzi ya Mungu kuinuka from one glory to another. The Bible says he shall raise you. I declare in the name of Jesus, may the Spirit of God today take you to the next level of your life. Take you to the next level of your life.